Kuna baadhi ya watu wanaoamini au wanafikiri kwamba mtu akiwa upinzani ndio anasema ukweli, kwamba mtu akiwa mpinzani ndio anakuwa na akili, kwamba mtu akiwa mpinzani anakuwa mdogo wake na malaika. Mimi nawaambieni, wapinzani wa nchi yetu ni watu ambao wanajihesabia haki sana. Wao wanaamini kwamba wao ndio wana akili. Mimi nawaambia, huko kuna majizi wengi tu. CCM oyee! Na wajua, mtu ambaye yuko pinzani anaweza kaja hapa Ilala sasa hivi akakusokota vizuri sana mpaka na wewe akakuaminisha kwamba duniani kote Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya ajira. Wakakuaminisha kwamba Tanzania ndio nchi peke yake yenye changamoto ya maji, afya na elimu, ambao ni uongo kabisa. Iko hivi, duniani kote hakuna nchi hata moja ambayo imepata maendeleo yenye kikomo, kwamba sasa wao wameendelea, wamefika kikomo. Hakuna hata moja. Na maendeleo hayaji kama uyoga. Maendeleo yanapangwa, yanakuja step by step, mdogo mdogo. CCM oyee! Leo Marekani ina miaka 250 ya uhuru. Kila uchaguzi ukifika, swala la ajira kwa wananchi inakuwa kubwa, kwa sababu ni tatizo hata kwao. Bado kwenye uchaguzi ukifika, sera kubwa wanayonadi ni sera ya bima ya afya, kwamba serikali inayokuja itasaidia wananchi kiasi gani wapate bima ya afya. Kwa hizi changamoto sio unique kwa Tanzania tu. Matatizo haya yapo kwenye kila nchi hapa duniani. Sasa faraja kubwa nilionayo leo, nimeenda kwenye ziara na Mheshimiwa Rais kwenye baadhi ya mkoa. Kila sehemu tulipoenda kuna kazi kubwa imefanyika, uwekezaji moja kwa moja unaogusa maisha ya Watanzania. Sasa leo kwa mfano mwaka 2001 Kenya ilikuwa inazalisha umeme mwingi kuliko Tanzania. Toka daktari ameingia Ikulu, uzalishaji wa umeme kwenye nchi yetu umeongezeka kwa zaidi ya 150%. Sasa anapokuja mwekezaji, kuna watu wanaitwa foreign direct investment, wanapokuja wawekezaji wa kigeni nchi hii, moja ya sababu, vivutio vinavyovutia wawekezaji ni kwenye nchi ambayo uzalishaji wa umeme upo mwingi na umeme pia ni wa gharama nafuu. Na kwa uwekezaji unaofanyika kwenye umeme, mbele kuna mwanga. Na ndio maana ilani ya CCM inasema 2025 2030 wanaenda kutengeneza ajira zaidi ya milioni 8 kwa vijana wa Tanzania. Ndio maana nawaambieni bila shaka yoyote kwamba chini ya Dr. Samia mbele kuna mwanga. CCM oyee! Hakuna nchi hata moja duniani yenye mfumo ambao ni waterproof ya uchaguzi. Haipo. Marekani kuna malalamiko. Kenya walipata katiba mpya nafikiri mwaka 2010, wanaita the 2010 constitution ya Kenya. Lakini katika kila uchaguzi Kenya, baada ya uchaguzi kuna malalamiko makubwa sana. Sisi jirani, mnajua. Sasa ndio maana nilisema ni bahati mbaya sana kwamba watu wanafikiri, baadhi ya watu, kwamba wapinzani nchi hii ndio wanamiliki ukweli, ambao ni uongo mkubwa sana. Na ndio maana leo wakija kufanya mkutano hapa, watawashawishi watu wa Ilala muamini kwamba kuna serikali iliyozuia Chadema kushiriki uchaguzi, ambao pia ni uongo. Hii ngoma, mimi nilikuwa huko, ngoma ilikuwa nzito, sisi tukatoroka wenyewe. Sawa sawa? Na ndio maana tuliandikiwa barua na Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwamba tuende tukasign form ya maadili ambayo ni takwa la kisheria ili ushiriki uchaguzi.
sisi tulikimbia wenyewe. Tunakubaliana? Sisi huko enzi hizo nikiwa huko tulikimbia wenyewe. Sasa huu uongo unaoenezwa kila kona kwamba serikali ya Tanzania imezuia chama cha upinzani Chadema kushiriki uchaguzi, na huu ni uongo mkubwa, uongo mchana kweupe. Hatukusaini fomu ya uchaguzi wenyewe, na sisi tulienda kwenye vikao vya chama, baraza kuu, mkutano mkuu, tukakubaliana kwamba sisi hatushiriki uchaguzi. Tulikubaliana wenyewe.